Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kwa njia ya mitandao kutoka mashariki mwa Kongo DRC, sehemu moja ya Afrika Mashariki. Niite Jean-Paul Sikiminyo kutoka wilayani Lubero. Unaweza tufuata kupitia mitandao yetu ambayo ni www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC, Twitter ama X @MTV DRC, kwenye LinkedIn MTV News DRC, moja na radio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Taarifa kuu siku ya leo ni dunia kusherekea siku ya kupambana na ugonjwa wa fistula, ugonjwa unaowasumbua wanawake. Kampeni ya kumaliza fistula, huo ugonjwa mkali ambao unatatiza wanawake. Wabatwa ama mbilikimu walalamikia hali mbaya wanayopitia wilayani Beni na Lubero. Tumeteseka sana sisi Wambuti, tunahitaji amani ya kudumu. Sisi Wambuti tunahitaji amani ya kudumu kwa maana tumehangaika, tumeteseka. Hayo na mengine mengi inakujia muda si mrefu. Kama tulivyosema kwa muhtasari wa habari ni kwamba tarehe 23 kila mwaka kuanzia mwaka 2013 dunia sherekea siku kuu ya kupambana na ugonjwa wa fistula. Fistula ikiwa ni ugonjwa unaowaandama wanawake. Jidite Lucy ni mmoja wa viongozi wa hospitali kuu ya Afrika akiwa mjini Goma. Asante mpasha habari. Leo ni siku kuu ya kimataifa ya kusherekea kampeni ya kumaliza fistula, huo ugonjwa mkali ambao unatatiza wanawake ulimwengu mzima, zaidi sana kwenye katika Afrika na katika Asia ya Kusini. Fistula ni nini wale ambao hawajui? Fistula ni ugonjwa ambao wamama wanapata zaidi sana kisha kuzala. Kama mama anazala kwa magumu ama anazala nyumbani ama anazala katika mikono ya waganga ambao hawana ujuzi kabisa, anaweza kupatwa na huu ugonjwa. Na mama ambaye amepatwa na huu ugonjwa anapoteza mkoyo, anapoteza choo kubwa ama anapoteza yote mbili kwa njia ya wanawake, na anaipoteza bila kujua. Ni kusema mikoyo inapita au yenyewe ama choo kubwa inapita au yenyewe kwa njia kwa kizazi ya huyo mama. Sasa ni ugonjwa ambao kabisa ulimwengu umepiganisha sana, na leo ilikuwa siku kuu ya kusherekea hizo nguvu zote ambazo zinafanyika ulimwengu mzima. Madaktari wakiomba wanawake kupanga uzazi kama njia moja ya kuweza kuepuka fistula mara kwa mara. Esteri ni daktari wa Afrika mjini Goma. Kupanga uzazi tunawafunza wanawake kwa sababu ni namna ambayo inasaidia wanawake kuweza kujikinga na magonjwa ama vinyume mbalimbali vinavyotokana na kuzaa ama mimba. Inamaanisha kama leo imekuwa siku ambayo tunasherekea ile tunaita kwa Kifaransa kupiganisha fistula kwa Swahili, asante. Na mambo ya kupiganisha fistula inakuwa kitu kimoja kama kupanga uzazi. Wakati mwanamke anapanga uzazi, inamsaidia asiweze kupata hivyo vinyume vya mimba ama vya kuzaa, na inakuwa kama fistula na mengine mengi hata kukufa. Ndio tunaona kwamba unasisitiza kwamba watu wasio wanaolewa haraka ama wajifunze namna ya kusepare ama kuweka utofauti wakati wa kuzaa. Kwa nini? Wakati mwanamke anakuwa angali mtoto, hajaeneza miaka kama 20, mwili inakuwa ingali haijakomaa bado. Anapopata ujauzito inamtilia shida nyingi. Inaomba mtu aweze kupata ujauzito akishaeneza miaka 12. Hiyo itamsaidia mwili umshakomaa na ataweza kusuporte ile mambo yote ya mimba. Na ingine tulisema ni kwa ajili ya kupanga uzazi ama kutia miaka kati ya watoto. Wakati mama amezaa, inaomba mwili upumzike, na wakati mwili unapumzika itamtayarisha kuweza kuwa na mimba ingine akiwa ameshakuwa tayari. Lakini mimba ikifatana kisha mwaka mmoja mwaka ingine inaacha kizazi kinachoka, pia inaweza kumletea hiyo ugonjwa tumeongea leo,
fistule, kwa sababu mimba za kufatana zinaleta fistule. Pia mimba ya kupata bila miaka ya enea inaweza kumletea fistule, au kubeba mimba mingi sana inaweza kumletea fistule. Alafu kupanga uzazi inasaidia kuweza kuepuka ile yote ambayo tumesema. Lengo kubwa la madaktari ikiwa ni kupunguza na kumaliza ugonjwa huo ifikapo mwaka wa 2030. Baadhi ya wanawake wakishuhudia kupata fistula na baadaye kusaidiwa na Heal Africa mjini Goma. Luendo Kandundao Rebeka. Ndio Luendo. Kwa nini uko hapa? Nilikuja hapa juu nilikuwa nasumbuliwa na magonjwa ya fistile. Ulikuwa unasikiaje mwili? Nilikuwa nasikia naikala mai inanitoka, nasimama mai inanitoka. Yaani unakojoa bila kupenda? Nakojoa tu bila kukusudia. Na leo sasa? Leo ni sawa kabisa. Mimi nafurahi sana, nimeshapona. Kwa nini umekutunza? Nyumbani ni Walikale. Natokea Walikale Centre, ndio kwenye nilitokaka. Vraiment kumie nisingepata chenye nilipe juu sina mwae yoyote ile ya makuta. Wananitunza bure, vraiment waendelee na ile upendo. Mungu awabariki na awazidishie kwenye ziko atoka ziongezeke. Wananitunza bure. Hawanilipishe kitu na mimi nilipata na nguo daire walinipatia na nguo ya kuvala, wamenipatia na mwaya ya transporo ya kurudia. Message ni kuwaambia tu waingie hapa ku Heal Africa, wajikaze sana, wafike ku Heal Africa, watapokelewa bila shida. Kupokelewa ama kutunzwa bure? Kutunzwa bure, watawatunza bila malipo yoyote. Jina yangu ndi Maombi Nyirantungane. Na mimi nilitoka Kiwanja. Sasa nilikuwa kana mimba kakuwa nayo. Sasa miezi kende naisha, mimi naenda Ruchuro. Sasa mimi nafika Ruchuro, bakaniopeleka kanitosha mtoto wa kukufa. Basi mtoto mimi nakuwa pale. Kesho bakamuzika. Basi sasa mimi nakuwa pale, mkoyo inakosekana, mafi inakosekana, vyote vinakosekana vya mwili tu. Basi bazungu bakakuya, tunataka bakanipima, sawa, tunataka kukuopere. Basi bakaenda kuniopere, sawa na niopere, okay. Basi mkoyo sasa bakanibeba mkaza roho, nimalizaga mjuma 2. Sasa mimi naona mkoyo inakuya, bakanitama masonde, okay, mikoyo ikakuya. Sasa inakuya, basi sasa mimi naanzia pale bakanitia mosonde. Sasa nanitia ile sonde, mikoyo tu inajimangika tu mure mkaza roho. Basi mimi nakuwa pale na ile mikoyo nimalizaga miezi 3. Basi inajitokea tu ovyo. Bila wewe kutaka kukojoa? Hakuna. Basi mimi nakuwa pale, sasa nanitosha mimi namaliza miezi 3. Sasa nanibeba mwingine sale mama wakuzara wose nanikimbia juu ya ile mikoyo. Basi mimi nakuwa pale, sasa mimi natoka mimi nafika kwa mwingine. Basi mimi nakuwa na ile mikoyo, mwene mimi nakuwa na ile mikoyo, watoto wanalia na mimi nalia na bwana analia. Basi basi mimi nakuwa pale. Sasa nilikuwa na mrafiki yangu wa mama. Sasa mama kasema, na mimi nitoka kule kwa Afrika, ukwe nikubebe. Basi mama akanibeba hapa vile. Sasa mimi nafika hapa, mimi nawaelezea, sawa. Basi bakanibeba kuniopele. Sasa wananiopele kabisa. Mimi nakuwa pale, wananipatia madawa kubeka kuenemea bie kabisa, mimi nafurahi. Basi hapa sasa nilishaga pona, hapa niko bie. Hapa mikoyo sasa inakuya nikwenda koyola bila shida. Mungu atabaripaka, Mungu atabaripaka. Unakoyola sawa unataka wewe. Sawa. Hakuna. Bega hapa ni sawa tu, Mungu atabaripaka kabisa. Sasa Heal Africa ilikulipisha ama hakuna na safra? Hakuna. Wamekutunza bure? Ni bure tu, ni bure. Bananitundasi, hakuna kuniomba na safra, hapana. Antoka mimi nafurahi sana, mimi nafurahi. Mbegana sana watoto wataniona ako tu kumngine tu. Batafurahi kabisa, batafurahi. Viongozi wa Heal Africa waomba wanawake wanaokuwa na fistula ama kukojoa bila kutaka kuelekea kituoni kwao, kwani wengi hutibiwa bila malipo. Juste Lucy asema juu ya kupiganisha huyo ugonjwa na kumaliza kabisa. Sasa nyinyi mnafanyaje? Ni watu kulipa ama watu wanafanyaje? Hapana, sisi kwa Heal Africa
tumejitia kabisa katika kazi ya kusaidia wamama ambao wamepata huo ugonjwa, na tunawasaidia kwa bure. Ni matunzo iko kwa bure, kila kitu kwa bure. Mama akafika tu, tutamhudumia, atapata chakula, atalala, atatunzwa na atapata vile kitu kidogo ya kumsaidia wakati anarudi kwake ili aweze kujitegemea mwenyewe. Yote ni ya bure. Kwa hiyo mtu anayekuwa na ugonjwa wa mkojo kujitokelea, macho kubwa, anaweza kuja hapa ila Afrika Goma? Ndio, ni kazi ambayo tumefanya kabisa, ni kazi yetu. Tumefanya hiyo kazi, imekuwa sasa miaka 25 tunafanya hiyo kazi. Mama yoyote mahali popote alipo akapatwa na hiyo shida, aelekezwe hapa kwa Heal Africa. Aelekezwe hapa, tuna ujuzi wa kufanya hiyo kazi, wa kumsaidia, na atapona, ataponyeshwa na atarudishwa nyumbani kwake akiwa amekuwa mzima kabisa. Ni kwa bure, si ya kulipa, ni kwa bure. Kwa nini kwa bure? Ni kwa bure kwani unajua huyo mama ambaye amezaa na magumu ni kwa juu alikosa namna ya kuenda kwa kituo kikubwa. Sasa hana pesa, na kukosa pesa ndio imemfikisha kwa hiyo magumu. Na tumeona vile wamama wengi ambao wamebaki nyumbani, wamebaki vijijini na hiyo magonjwa, kwani wanakosa namna ya kuenda kwa vituo vya afya mahali wanaweza kutunzwa. Inaweza kuwa mama anapatikana mbali kabisa kule vijijini, mbali, hana hata namna ya kusafiri ili afike kwenye kituo ya afya. Anafanya mwaka moja, miaka 2, miaka 10. Tumewahi hata kutunza mama ambaye amefanya miaka 55 na hiyo ugonjwa wa fistula. Kwa juu alikosa namna ya kufika fasi wanaweza kumsaidia. Sasa huyo mama ambaye amepatikana na hiyo magumu yote, hana namna ya kujisaidia, hana namna ya kulipa hata transport afike fasi wanaweza kumsaidia. Akafika kwa mikono yetu, sisi tunapaswa kumsaidia. Na ni mama mwenye akafika kabisa, tunamtunza kwa bure, hakuna kitu tutamuomba, na anarudi kwake. Akishapona tunampatia vile kitu kidogo ambayo anaenda kujisaidia nao nyumbani. Tukitoka huko Goma tuelekee huko mjini Kinshasa ambako bunge limemuondolea kinga rais mstaafu wa Kongo DRC Joseph Kabila kwa tuhuma za kushirikiana na uasi mashariki mwa Kongo DRC. Ezekias Muhaya ni kutoka chama cha upinzani kinachomuunga mkono Joseph Kabila. Kwanza kwa upande wangu nitakwambia kwamba ile bunge ni watu wametokana na rushwa. Unajua yale machaguzi ya 2023 yalifanyika kwa siku 7, na wale mabunge wa jimbo waliofanya uchaguzi ule wa kuiba kura ndio wakachagula wale wana seneti kwa njia ya rushwa. Ni kusema kwa mimi au kwa sisi seneti hiyo ingali kwanza si kitu ambacho tunaweza kuzungumzia. Kitu cha pili ni kwamba wana seneti wamefanya kosa kubwa sana na kuleta wameleta aibu kwa seneti ya kwetu ya Kongo, sababu wameonyesha ulimwengu zima kwamba hatuna wenye hekima katika chumba chao. Fikiria kwamba Joseph Kabila si mbunge, anapewa neno la kuwa mseneti kwa sababu amemaliza mihula yake 2 na bado amepana madaraka pasipo fujo. Ni hii katiba ya kwetu nasema mwenye kufanya vitendo hivi anaitwa senate hadi kufa. Alafu wanabunge tungewaswali kusema, je, Kabila amekufa au kama hajafa mumebadili katiba? Sababu ni katiba inasema aliyemaliza mihula yake 2 na kufanya na kumaliza kwa uchaguzi na peana madaraka kwa amani, huyu ni senate. Nikusema mambo haya mauli yamewapitia sana, na ninafikiria kwamba walikosoa busara na hekima. Na mnadhani kipi kitafuata sasa? Hakuna lolote litafuata, sababu katiba ingali bado inawaambia kwamba Kabila anakuwa mseneti. Hakuna jambo litabadilika, sababu inaonekana kama ngali anaishi yeye ni mseneti. Nikusema hakuna kitu kitafuata. Wamefanya chini mambo, walikunywa maziwa wakalewa. Hakuna kitu kinashangaza. Inamaanisha nini? Yaani kwamba hao wabunge wamejidanganya? Wamejidanganya sana na wamejihayarisha kwa bure, sababu kila mlimwengu anayeitwa mwanadamu akisikia ataona ya kwamba kweli tuna watu ambao si wenye hekima, si wenye bushara, walipelekwa tu kwa rushwa, na wanaendelea kuonyesha kwamba rushwa ikibeba watu hawabadiliki. Ama pengine familia yake na nyinyi pengine mmekuwa katika wasiwasi sasa? Wasiwasi ya kitu gani? Sababu walisema ya kwamba wanafungia PPRD sifanye mambo, na wewe unaniswali
Si unajua kama unaponiswali niko natumika, ni kusema walijidanganya ya kwamba wanatufungia lile lolote. Wanasema wamemuondoa Kabila madaraka, Kinga na yeye bado hakuna siku ameingia pamoja nao katika bunge lao. Ni kusema hakuna kiti ambacho kitakaa pasipo mtu, hakuna kitu kitabadilika. Kabila anakaa Kabila na sisi tunakaa PPRD, tunafanya tunayoyafanya. Ni kusema uongozi wa sasa umeonekana kweli umepoteza mwenendo, umepoteza, ningesema kwa Kifaransa, wamepoteza kikanyakio. Wachambuzi nao wasemaje? Adalbert Kiyenge yuko mjini Kinshasa. Unajua bwana journaliste, tunasema kama hakuna mtu mwanaweza kwa yule ya sheria. Wafanya siasa wa hiyo gouvernement ya bwana Kabila walitaka kutia masheria yenye kuacha watu wengine wasigusiwe, wakwe kama wanapaswa kufanya mambo yenye wanapenda. Lakini mimi nasema hivi, napatia kwanza hongera kwa bunge lililotosha kwanza mamlaka kwa bwana Kabila ya kimwanabunge, wanasema lever des immunités, na wanamutia kumikono ya mahakama. Inaomba Kabila akiye mwenyewe ajibie kwa makosa yenye wanamshutumu, na ikiwa alifanya makosa wamhukumu kama kila mkongomani. Hapo tutajua kama haiwezekani tena kuendelea kukua kukiti ya uraisi na kukamata wakongomani wote kama wanakuwa watu wako. Hakuna super homme kama vile wanasema mlugha ya Kifaransa. Naye akuye asiogope, wameondoa madaraka yake, afike sasa ajibie kwa mahakama. Ni mkongomani kama wengine wakongomani wote. Lakini wafuasi wa PPRD wanasema kwamba bunge limekiuka kwa sababu Joseph Kabila sio seneta aliyechaguliwa, lakini ni seneta kwa sababu alikuwa rais wa taifa. Unajua yeye ni seneta, alikuwa rais. Hiyo haiko manda. Yeye si haiko manda sena, ni titre wanampatia. Na njoo maana ile titre wanampatia wanamuondoa. Na ikiwa kama yeye sasa amefanya makosa. Yeye alisema kama waasi wanaopigana ngambo ya Wanyarwanda huko walikamata Goma na Bukavu, anasema biko na revendication légitime kama vile wanasema mkifransa. Yeye mwenyewe alisema atafika huko ngambo ya waasi. Sasa yeye mwenyewe pale ya kuingia ngambo ya kusikilizanisha wakongomani iko nasemea waasi wa Kongo na wenye kuvamia nchi ya Kongo. Kwa hiyo akiajibia yeye mwenyewe, asisahau kama naye wakati alikuwa anaongoza hii nchi ni wakati wakongomani waliteseka sana. Yeye mwenyewe aliiba uchaguzi, akamtia rais wa leo, akamtosha Fayulu. Sisi wote tunajua. Sasa yeye mwenyewe alikuwa kama vile amekamata Kongo kwa yake. Wale watu wa PPRD walikatala kuingia kuma election juu apite wa bunge. Sasa leo wanyamaze kimya. Mambo yenye walifanya wanapaswa kulipa kwanza, nao wote wanastahili hata kufungiwa kama wao wanafanya wengine wote, kwa sababu ni wao walitia ubandia uongozi wa nchi wakiwa wanatawala, wakati wao walikuwa wanatawala. Lakini Adalbert, hii hauzani pengine inaweza kuleta vurugu fulani? Si tuko ndani ya vurugu bwana journalist. Hii vita iko Goma, iko Masisi, iko Lubero, vita yote ni vurugu, tuko ndani ya vurugu. Sisi tumebakia hapa Kinshasa, tunakimbia, majamii tumebakia bila msaada huko Goma, tumekuwa wakimbizi hapa, tuko wengi sana. Tuko ndani ya vurugu, inaomba kumaliza probleme, kuimaliza une fois pour toutes. Hapana hivi tu akusema kila mara wakati wanatafuta kutafuta pouvoir, kutafuta vyeo, wanasema twende kwa dialogue. Wote mwenyewe aliharibisha nchi atahukumiwa, na njoo maana muito kwa hao wenyewe wako natuongoza leo. Nao wajue ile wanafanya kwanza, wamefanya jurisprudence, nao watahukumiwa vile. Wanaikala tu hapa kuiba mamio ile. Na mimi nasema kama wahukumu, justice ikuwe independent, wahukumu wale walioiba, sawa vile Matata Ponyo wamemhukumu, na huyu akuye asande wamhukumu, na mwingine kama viko nasema na huyu Mutamba naye wahukumu, na wao wenyewe wiko natuongoza leo. Wakati wanasema walikuwa wanagawa makuta ya maprojet mbele ya kuifanya. Nani anapaswa kuhukumiwa? Kila mtu wote mwenye aliiba nchi anapaswa kuhukumiwa, lakini hapana kuwa na wasipero na jamhuri yote watu wanaendelea kuteseka kwa sababu ya uongozi mbaya. Kuondolewa kinga kwa Joseph Kabila ikipokelewa shingo upande na familia yake ya kisiasa kama familia binafsi. Tukitoka huko Kinshasa, tunarudi Lubero ambako mbilikimu walalamikia hali mbaya ya usalama kwenye vijiji mbalimbali wilayani Lubero. Kambuti Boni Samuel ni mmoja wa mbilikimu Kivu Kaskazini. Kwa majina wananiita Kambuti Boni Samuel. Ikiwa mwongozi wa Wambute, ninakuwa na shida moja ambayo Wambuti
tumepitia. Ya kwanza wamekumbwa na vita imetusumbua ndani ya RDC Congo, ndani ya tarafa la Ruchuru, tarafa la Lubero, tarafa ya Masisi, tarafa ya Walikale. Tumeteseka sana sisi Wambuti, tunahitaji amani ya kudumu. Sisi Wambuti tunahitaji amani ya kudumu, kwa maana tumehangaika, tumeteseka. Tunaanza kosa nguo za kuvala, tunakimbilia kwenye mapori, mvula inanyesha, watoto habana nguo za kuvala, kupata chakula, kupata chumvi, shida, kila kitu tunakosa. Basi wakati mimi niko hapa kwenye teritwari ya Lubero, hapa Lubero San, nilitembelea hapa kusekteri ya Bapiri pale Buinga, Mukondo, nimekutana Wambute pale, wanateseka tena sana nao. Vita imebakumba. Kule wa ADF nalo wanapigana pale, wanakimbiza migini zote zinabomoka, lakini Wambuti wako pale kwenye pori pale na bameteseka tena sana. Habana nguo za kuvala, kupata chakula ya kukula shida, na wakati banaenda kuloba pale pembeni zoni kunakuwa muto banaita biena, wakati Wambuti wanaenda loba magrupe zinawafunga, seme habastahili loba, banawafunga. Hapa juzi walifunga Wambuti 5 kuisa na hii dakika wako kwenye hopitale. Wakuu viongozi walienda bagombola kwenye magrupe arme maimai ya Baraka, wakati wafungaka, wakati waliona hakuna kosa yenye wako nayo, wakaanza sema tutalunguza kampi yenu, tutabalunguza nyie bote, inabidi nyie muko na mabunduki. Habana bunduki, Bambuti abaingiake mu politiki, akakosa vya kufanya, akapiga Bambuti bako kwenye hopitale ya pale Buinga bako natunzwa. Wakati nilifika pale, nilikuta mtu moya ndani ya njia, akakwazika kuona mimi naenda pale kuona Wambuti, akanistope, akaniambia wewe uko na droit gani ya kufika huku kuona Bambute? Akanitombokea sana. Mimi nikamwambia eske sie Bambuti hatuko watu? Na sie tuko watu, tunastahili tukue watu. Kama Bambute banakuwa huku, manake hawezi pata bandugu bakubatembelea na bakukuya baona. Ule mtu alifanya maneno moya yenyewe ilinishangaza sana na niliona na kuazika sana, na akasema siku tutarudia atatupotezaka tena. Ni mfanyakazi wa serikali, ni mupolisi. Aliongea mambo mengi ya kushangaza tena ya kuchekesha. Wakati nilimuona nikasikufata vyake, mimi nikajipitia na niko na Lulengero Abasi, tukapita tukarudia. Wambute wako pale wanateseka sana, wanahitaji nguo za kuvala, chumvi ya kukula, wanahitaji wapate nabo ata kekineza basaidia. Kwa mfano kuwafundisha kupukutire wa dada na wakaka, kuwafundisha hata menizeri, nabo baneza kwa ba menizie na zingine kazi. Niliona Bambuti banastahili kufanya kazi zote kama bamefundishwa. Inabidi serikali yetu ya Kongo ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atusaidie sie Wambute tufanye nini, kutufanyia mapledoyer na administrateur wa territoire ya Lubero Mitela Chiwewe ale naye atusaidie kufanya mapledoyer kwa serikali kusudi tuone kama na sie Bambuti tunaweza kuwa watu. Sie Bambuti tunaweza jua kushona, badada baneza kwa batayers na bakiana baneza weza kwa bamenizie na kujenga manyumba. Tunaweza weza, lakini tukifundishwa kuna bienye hatuwezi weza, lakini tukipata mafunzo tutaweza. Juu tutajua, tunapata mabreve na sisi tunakuwa na tembea mu community, tuko nafanya kazi ile. Njo ombi yenye mimi naomba kwa nchi yetu ya Kongo, na ninahitaji Mungu asaidie RDC Kongo itukumbuke na sie Bambute. Asante sana mpasha habari Ostere Malizika. Kambuti ameomba serikali kuwachukulia hatua wanaozulumu Wabatwa ama Wambuti. Ni hayo kwa siku ya leo. Niite Jean Paul Senesikimenywa kutoka ulayani Lubero kukuletea taarifa hii ya habari, na washukuru wote waliohamasika kukusanya taarifa hii ya habari, nikiwageni kutoka studio na kuwatakia weekend njema inshallah.